utambulisho wako kama kiumbe kipya. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 16 na wa 17 mahali pazuri pa kuanzia session yetu. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 16 na wa 10 mpaka wa 18, 16 mpaka 18. Sema na mimi katika jina la Yesu. Nina wepesi katika roho. Kuona ambacho Mungu ananionyesha. Kusikia anachonisikizisha. Okay, Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 16 na ngapi mpaka wa 18. Are you there? Everybody open your Bibles. Ukiweko hapo 3 twende. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili. Ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Can I explain that? Anasema tangu sasa hatumjui mtu kwa jinsi ya mwili. Nikifafanua ile andiko mara nyingi nimekwambia, kama anasema hatumjui mtu kwa jinsi ya mwili, maana yake tunamjua kwa jinsi ya roho. Kuna namna mbili za kumjua mtu. Kuna kumjua mtu kwa namna ya mwili, kwa maana ya muonekano wake, alivyo navyo, ametokea wapi, and all physical stuffs. Lakini kuna kumjua mtu kwa namna ya roho, kwa namna ya ufunuo, kama anavyokufunulia Roho Mtakatifu na kama unavyomuona kwenye maandiko. Nafikiri moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa tuweze kumwamini Mungu bila kupapasa au kufumba macho ni Mungu kutupa neema ya kuweza kuwajua watu kwa namna ya roho. The reason that is important kwa sababu mtu ni roho, mtu sio mwili. Kwa ni vizuri kumwamini Mungu kwa neema ya kuweza kumjua mtu kwa uhalisia wake wa ndani. Yeye kama roho yukoje? It is important. Making sense? Yes. And I think juu ya mambo yote ambayo tunaweza tukaongea kwenye hizi issue za sijui mahusiano, juu ya mambo yote, I think this is very critical. Because if you get to know a person by the Spirit, kwa maana ya kumjua kwa uwezo wa Roho Mtakatifu kadri anavyokusaidia, lakini kwa maana pia ukaweza kuijua roho yake, nafikiri unakuwa umefanya kitu kikubwa sana. Ndio. Anasema hatumjui mtu tena kwa jinsi ya mwili, bali kwa jinsi ya roho. Ukimuuliza mtu, Bwana sifiwe, I said hallelujah. Ukianza kumdescribe na rafiki yako wa pembeni hapo, utadescribe muonekano wake wa nje na vitu vya nje kuhusu maisha yake. Did you know huyo sio yeye? Follow me, you're gonna like this, you're gonna like it. Hallelujah. So the Apostle Paul, mtume Paul anasema kuanzia leo tumechagua kwamba tunapoangalia watu hatutawapima kwa namna tunavyowajua kimwili. Tunajifunza kuwatambua kiroho, kwa sababu mtu sio mwili, mtu ni roho. Kuna mengi kuhusu mtu zaidi ya yanayoonekana kwa mwili. Ukweli ni kwamba utambulisho wa kweli wa mtu ni vile alivyo ndani, sio vile alivyo nje. Mtume anatolea mfano, anasema Bwana Yesu tumemjua kwa jinsi ya mwili, kwa sensi ya kwamba alizaliwa kwenye taifa letu. Kaka zake tunawajua, dada zake tunawajua, mamake tunamjua, ndugu zake tunawajua. Kwa jinsi ya mwili tunaweza kwenda kukuonesha amekulia hapa, kamsaidia baba yake biashara hapa, we can tell. Kwa jinsi ya mwili tunamjua. Lakini anasema kuanzia sasa hatumjui kwa jinsi ya mwili, kwa sababu Bwana Yesu hakuwa tu vile alivyo katika mwili. Kulikuwa na ukweli zaidi kuhusu yeye. Katika mwili alikuwa ni mtoto wa Selemala. Katika mwili alikuwa ni mwana wa Yusufu. Katika mwili alikuwa ni Myahudi, lakini katika roho alikuwa ni Mwokozi. Katika roho alikuwa ni mwana wa Mungu. So unaona kuna kweli nyingi kuhusu Yesu ambazo unaweza tu kuzielewa ukimwangalia tofauti na kumwangalia kwa namna ya mwili. So mtume anasema hivi, we are choosing from today, hatutamwangalia Bwana Yesu kwa jinsi ya mwili. Kwa sababu tukimwangalia kwa jinsi ya mwili hatutanufaishwa sana na yeye. Hana kitu cha kutupa katika mwili. So tutamjua kwa jinsi ya roho. Ladies and gentlemen, kuna wewe huyu wa mwili alafu kuna wewe yule wa roho. Kuna utambulisho wako katika mwili alafu kuna utambulisho wako katika roho. I am trying to go into that angle ya utambulisho wako katika roho. So mstari wa 17 anasema, let's get there. Ulikuwa ni mstari wa 16.
Mstari wa 17, hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Viumbe wapya waseme amen. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe. Wangapi tuko ndani ya Kristo? All of us. Are you sure? Are you really sure? Uko ndani ya Kristo? Anasema ukiwa ndani ya Kristo umekuwa kiumbe kipya. Neno kiumbe kipya hapa sio kiumbe aliyeboreshwa, kwamba alikuwa vibaya akachukuliwa akatengenezwa akasafishwa. You have to hear what I'm telling you. I'm not shouting, but I'm talking sense. Spiritual sense. Listen. Watu wengi tunasemaga hivi, alinichukua akanisafisha. Alituchukua sisi alafu akatusafisha akatuboresha. Is that what he did? No. It's more than that. Pale msalabani Mungu alikuwa anatuzaa upya. You have to get this one. Mtu aliyeokoka, aliye ndani ya Kristo ni mtu mpya ambaye hakuweko kabla. Believe me, kwa namna ya roho, wewe wa kabla ya kuokoka na wewe wa baada ya kuokoka ni yule. Pua yako imekaa vile, kichwa chako bado ni kikubwa vile. Yesu asifiwe sana. You are the same, hakuna mabadiliko. Meno yako bado yamekaa vile. In the natural tukikuangalia, kimsingi mtu ambaye hajui kama umeokoka hataona chochote kuhusu wewe ambacho ni tofauti na kabla hujaokoka. You are the same person. Lakini maandiko yanasema kile ulichofanya kinachoitwa kuokoka ni kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini naitwa kuzaliwa mara ya pili? Kwa sababu kuna kuzaliwa mara ya kwanza ambayo ni kuzaliwa kwa namna ya mwili. Kama kuzaliwa kwa namna ya mwili kulivyotuletea wewe huyu anayeonekana, kuzaliwa kwa mara ya pili kwa namna ya roho kulituletea wewe mwingine. Haonekani kwa macho haya, lakini kwa namna ya roho siku unapozaliwa wewe mpya anatokea. Anasema amekuwa kiumbe kipya, sio kiumbe aliyeboreshwa. Sio haya magari haya tunasema hii mpya, sio mpya, ni used ila ilikuja Afrika pelekwa mahali kafanywa manuva nini? No. We are not used cars. You're not wasting your time. Just listen. You're not wasting your time. Believe me. Praise the Lord. So siku ya salvation wewe mpya alitokea. Do you believe that? Anasema amekuwa kiumbe kipya, a new species, a new species, a new being, a new species. Mwambie mwenzako I am a new species. Anasema huyu kiumbe kipya, ya kale yote. Naomba unisomee hilo andiko. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Someni na yeye. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Wait. Anasema huyu mtu ambaye yuko ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita. Anasema tazama yamekuwa mapya. Neno tazama hapo, sasa nishaanza kuwa Mgiriki. Napataka ugumu kutumia maneno lakini sina namna. Neno tazama hapo ni shaza. Shaza ni kutazama kiunabii kwa macho ya rohoni. Anasema huyu aliye ndani ya Kristo mtazame kwa macho ya rohoni. Tazama kwa macho ya rohoni. Kwa nini anakuita umtazame kwa macho ya rohoni? Kwa sababu ukimtazama kwa macho ya mwilini hautaona kama kuna tofauti yoyote. Ni mtu yule. Lakini anasema tazama kwa namna ya roho. Ukiweza kutazama kwa namna ya roho utaona kwamba ya kale kuhusu huyu mtu yamepita, yamekuwa mapya. So there is a big difference kati ya mtu kabla ya kuokoka na baada ya kuokoka. Kama ukimwangalia kwa macho ya roho, he's a new species. Ya kale yamepita. Hili andiko linatosha livunje kila laana ya ukoo.
If you got this one, haukupaswa kuwa unahangaika na laana za ukoo. Haukupaswa kuwa unahangaika na mizimu. Haukupaswa kuwa unahangaika na sijui maagano waliokufanyiaga sijui vizazi vya ngapi vilivyotangulia. Haukupaswa. If you know this, anasema ya kale yote yamepita. 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 Anasema ya kale yamepita. Roho za kale zinamfuatilia. Roho za mababu zinamfuatilia. Zinamfuatilia yupi? Kwa sababu kwa mujibu wa maandiko, wewe wa baada ya kuokoka ni mpya. You know, are you sure you're getting what I'm saying? Ambaye hizo roho zilikuwa na uhalali wa kumfuatilia alikufa. Alikufa. Kwa sababu maandiko yanasema tunapomwamini Kristo, cha kwanza tunaji-identify na kifo chake. So tunakufa pamoja naye. What? Tunakufa pamoja naye. Anayekufa pamoja naye ni nani? Yule wa kwanza. Wewe wa kwanza. Wewe wa kale. Yule ambaye yuko attached na roho za mababu, yuko attached na mizimu, yuko attached na laana, yuko attached na hayo mabaya yote. Yule unapomkiri Kristo kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maandiko yanasema yule alikufa. Unakufa pamoja na Kristo. The old you dies. So, wewe ambaye laana zinamjua alikufa. I'm trying. You're gonna get this one. You have to. It's very important. It's very important. It's very important. Wewe yule ambaye anasema roho zina madai halali juu yake, wewe yule alikufa pamoja na Kristo. Na maandiko yanasema tulikufa pamoja na Kristo na tukafufuliwa pamoja naye. So yule aliyekufa sio yule aliyefufuka. Kule kufufuka, ufafanuzi mwingine unaitwa kuzaliwa mara ya pili. You see this? Are you getting what I'm saying? So really kuzaliwa mara ya pili ni kufufuka kutoka kwa wafu. Lakini yule anayefufuka sio yule aliyekufa. Yule aliyekufa amebaki kule kwenye mauti. Ndio maandiko yanasema sasa ukiwa ndani ya Kristo, ukimwamini Kristo, umehama kutoka mautini kuingia uzimani. You have moved. Hii movement inayoongelewa hapa sio yule wa kale kutoka kuja kuingia. Yule wa kale amekufa. Hayupo. Hapa ninachofanya hapa na kufundisha maana ya wokovu ndio ninachofanya hapa sasa. So kuna wewe mpya amekuja. Anasema tazama, kwa sababu usipotazama hautaona. Usipotazama kwa namna ya roho hautaona, utafikiri ni mtu yule yule. No, make no mistake about it. It's not the same person. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Alafu hayo mapya anayoyaongelea mstari wa 18. Soma pamoja na mimi kwa nguvu. Rudia tena. Rudia tena. Vyote pia vipi ambavyo vyatokana na Mungu? Vipi? Hayo mapya, anasema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Haya mapya kuhusu huyu kiumbe kipya yatokana na nani? You not get, this should excite you. This should excite you. It should. Sikia rafiki, hamna vitu vya kukufurahisha kama discoveries za wewe ni nani katika Kristo. Hii inapaswa kukuexcite kuliko kitu kingine chochote. Chochote. Discoveries za utambulisho wako ndani ya Kristo zinapaswa kufurahisha moyo wako kuliko kitu kingine chochote. Kuliko hata unavyotoa mapepo, kuliko hata unavyoponya wagonjwa. Walirudi wakamwambia Bwana Yesu, ulipotutuma mapepo yametoka, wagonjwa wamepona. Akamwambia hizo ni habari njema, lakini msifurahi kwa sababu hiyo. Furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa kwenye kitabu cha mbinguni. You see that? Anawaambia zaidi ya vitu hivi kuna sababu zaidi za kufurahia. Furahini kwamba mmezaliwa mara ya pili. Furahini kwamba mmeokoka. Furahini kwamba ninyi ni wana wa Mungu. Furahini kwamba dhambi zenu zimefutwa. Furahini kwamba makosa yenu yamefutwa. Furahini kwamba ya kale
kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kama kuna ya kufurahisha, yawe ni hayo. Juu ya una pesa kiasi gani, juu ya una mali kiasi gani, juu ya una vitu kiasi gani, juu ya umeweza wapi, furahini kwamba ninyi mmezaliwa mara ya pili. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Tuliokuwa wenye dhambi tumesafishwa, tumefanywa kuwa wapya. Tuliokuwa adui sasa ni wana kwenye familia. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Hatujitazami kwa jinsi ya mwili, tunajitazama kwa jinsi ya roho. Amen. Are you with me, church? Amen. Hallelujah. Amen. Be excited about it. Oh yeah. Be excited about it. Kwa sababu hamna kitu anaweza kukupa cha thamani kuliko wokovu, kuliko uzima wa milele aliyokupa. Ukifurahia gari ni vizuri, ukifurahia nyumba ni vizuri, lakini kwa nini haufurahii ulichopewa cha thamani kuliko vitu? Amekupa yeye mwenyewe ndani yako. Umefanyika maskani yake. He lives in you. He dwells in you. Wherever you go, he is in you. Whatever you touch, he is in you. Amen. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let this excite you. Hatuna kitu cha kufurahia zaidi ya wokovu, kwa sababu hamna cha thamani zaidi ya wokovu. Hamna. Ladies and gentlemen, this is why unaweza kuwa hauna pesa mfukoni, lakini una furaha, na furaha yako ni genuine kabisa. Kwa nini? Kwa sababu umejua kutofautisha vitu vya kwanza na vitu vya pili. Vitu vya ziada havitakuondolea amani, wakati vitu vya msingi unavyo. Vya msingi ni nini? Unao wokovu, umezaliwa mara ya pili. Anaishi ndani yako, amekupa neema zake, amekutia mafuta, amekutia hekima yake. Oh, hallelujah. Vya ziada havitatuondolea furaha, vya mwilini havitatuondolea furaha, kwa sababu vya rohoni tunavyo. We celebrate the physical, but we celebrate the spiritual zaidi. Is the church with me? Is the church with me? Yes. Is the church with me? Yes. Hallelujah. Mungu wangu, mbona umeniacha? Mungu wangu, kwa nini? What are you talking about? He bought you with a price. You are his. You are his. Sema mimi ni wake. Sema mimi ni wake. Mimi ni wake. Sema mimi ni wake. Mimi ni wake. And I am proud. And I am proud. I am glad. I am glad. Please be seated for a minute. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. I'm not hearing you. Hallelujah. Amen. Are you with me? Hallelujah. Amen. Celebrate your salvation. Celebrate your salvation. Get aina hasovreheliata. Interesting. Unasoma maandiko, unamsikia Mtume Paul, kila nyaraka karibia anayoandika kwa kanisa anasema hivi, siachi kuwataja katika maombi. You see that? Lakini anapoongelea habari za ninawaombea, kuna kitu kingine anasema, karibia mara zote anasema ninamshukuru Mungu kwa ajili yenu. Hadi kanisa la Wakorintho ambalo lilikuwa ni sumbufu. Ungekuwa ni wewe apostle nani? Wewe apostle nani? Prophet nani? Msinitajie mwanangu, mwacheni. Mnaomgusa John nitawapa. Hallelujah. Ungekuwa ni wewe apostle ule waraka ule kwa Wakorintho, ungeanza kusema hivi, namshukuru Mungu kwa ajili ya makanisa ya Efeso, ila kwa kweli wa Korintho sina namna. Lakini angalia Mtume Paulo anapoanza nyaraka zake. Yaani kuna nyaraka zinafuata huko, anaongea vitu vigumu, anawafokea kule ndani. Hivi unajua Mtume Paulo ana mifoko mingi sana kwenye maandiko. Kafoka, kawakaripia, kaongea maneno magumu, kawasahihisha. Lakini angalia mwanzo alivyoanza. Namshukuru Mungu kwa ajili yenu. Kwa yes, nyie ni vimeo, mnafanya mambo mengi ya ovyo, I know it. Lakini namshukuru Mungu kwa ajili yenu. And guess what? Mahali fulani akasema hivi, kwa sababu neno la Mungu linafanya kazi ndani yenu.
bado mna struggles, ni kweli, bado hamjakamilika, ni kweli, lakini neno la Mungu linafanya kazi ndani yenu. Na kwa sababu neno linafanya kazi ndani yenu, ninamshukuru Mungu kwa sababu ninajua kesho hamtakuwa mlivyo leo, mwakani hamtakuwa mlivyo leo, mambo yatageuka. How do I know? Neno linafanya kazi ndani yenu. Ladies and gentlemen, unaweza kuwa hauna kitu, unaweza kuwa hauna vitu, lakini maadamu unalipokea neno na unalifanyia kazi, neno linafanya kazi ndani yako. Kuna matengenezo linafanya, kuna marekebisho linafanya, kuna vya kuweka linaweka, kuna vya kuondoa linaondoa, kuna vya kujenga linajenga, kuna vya kubomoa linabomoa. Anasema ninyi mmekuwa safi kwa sababu ya maneno niliyowaambia. Manake neno linakusafisha, neno linakusafisha, neno linakusafisha. Anasema uwatakase kwa hisopo, neno lako ndio sabuni ioshayo. Mahali pengine anasema uwaoshe kwa kuosha kwa maji, neno lako ndio maji yaoshayo. Hallelujah. The word is washing you. Bado hauna pesa, bado hauna vitu, bado hujawa mtu mkubwa, lakini there is a washing of the word. There is a washing of the word. Kuna kuoshwa kupitia neno kunaendelea kwenye maisha yako katika roho. Kama ungeangaliwa, you are moving big time, unaongezeka big time. Upako unaongezeka, neema zinaongezeka, nguvu zinaongezeka. Jina bado halijawa kubwa, huduma bado haijawa kubwa, bado haujawa maarufu, lakini ni kwa namna ya mwili tu, ni kwa namna inayoonekana tu. Katika roho, somebody, hallelujah. Katika roho so much is happening. Katika roho tunajengwa, katika roho tunaimarishwa. Mtume Paulo akasema, ninaweka mikononi mwa Mungu na kwa neno la neema yake linaloweza kuwajenga na kuwapa urithi. So tunajengwa na neno. Tunapokaa kama hivi, kuna matengenezo mengi yanaendelea, kuna matengenezo mengi yanaendelea. Mfanya biashara usiogope, mwajiriwa usiogope, mwanafunzi usiogope, mtumishi usiogope. So much is happening by the ministry of the word. Neno nalo lipokea, anasema halitanirudia bure, litatimiza nacholituma kufanya. As long as unasikia, as long as unapokea, as long as unafanyia kazi, something is happening in your life. Are you with me this morning? Are you with me this morning? Hallelujah. Sema neno linafanya kazi ndani yangu. Neno linafanya kazi ndani yangu. Sema neno linafanya kazi ndani yangu. Neno linafanya. Sema neno linafanya kazi ndani yangu. Neno linafanya kazi ndani yangu. Hallelujah. Amen. You see what is happening here? The way we celebrate the word. You see this church, tumejifunza kushangilia neno, tumejifunza kupokea neno. Ukituangalia mfukoni bado hatuna, ukituangalia kwenye maisha bado hatuna, lakini tukiliona neno tunalifurahia, tunalishangilia kwa sababu tunajua neno linaweza kutupa. Hasemi litawaonesha urithi, anasema neno litawapa urithi. Tunavipokea katika roho kabla havijawa katika mwili. Hallelujah. Amen. Unalo neno moyoni mwako, unalo neno kwenye mifumo yako ya maisha, unalifanya. Be afraid not. Be afraid not. Be afraid not. Be afraid not. Hallelujah. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Ladies and gentlemen, the reason I teach with passion, the reason I preach with passion is because I believe in the ministry of the word. Ninaamini katika huduma ya neno. Sifundishi tu kwa sababu ninapenda kufundisha, sihubiri tu kwa nguvu kwa sababu ninapenda kuhubiri. Hapana, ninaamini katika neno linaweza likafanya nini. Neno linageuza maisha yetu, linaboresha maisha yetu. Hallelujah. I said hallelujah. Amen. And guess what? Neno linamjenga Kristo ndani yetu. Kwa sababu lengo la kwanza la Kristo sio kutupa vitu. Lengo la kwanza ni yeye ajengeke ndani yetu. Wamuone kupitia sisi, wamuone kupitia maneno yetu, wamuone kupitia tabia zetu. Na kama hilo linafanikiwa rafiki, basi jua kwamba Mungu anafanikiwa. Kwa sababu lengo lake la kwanza sio kukupa vitu. Lengo lake la kwanza ni kukutransform, kukubadilisha, kukufanya wewe kuwa kama yeye. Kama rafiki zako wameanza kusema, "Hey, umebadilika." Kama ndugu zako wameanza kuona kuna tofauti, rafiki, unafanikiwa. Oh yes. Do they see a difference? Do they see a difference? Wanaiona tofauti? Wakikusikia wanaona tofauti?
Wakikuangalia wanaona tofauti. Mungu anafanikiwa kwenye maisha yako. Amen. Lengo lake la kwanza sio kutupa vitu. Lengo lake la kwanza ni kututransform. Tufanane na yeye. Yes. Imekuwaje siku hizi? Kuna mtu anakuangalia anasema siwezi kusema ni nini, lakini there is something about you. There is something about you. Naweza nisionese kwa kidole kwamba this is it, lakini when I look at you, nikikuangalia, there is something about you. Something has changed. You have become a different person. Ladies and gentlemen, that is good news. The word is working in us. Please be seated again for a minute. Mdharau mtu asiyekuwa na neno. Usimdharau mtu aliye na neno, kwa sababu hilo neno halitamwacha bila ushuhuda. Stick to the word and you will come back with a testimony. Stick to the word and it will bring forth testimonies. Stick to it. Stick to it. Hakuna aibu kwa mtu aliye na neno. Lishikilie tu, litaondoa kila aibu, litaondoa kila unyonge. Just hold on to the word. Hold on to it. Hold on to it. Do I have believers in the house? I don't have much, but I have the word. I don't have much, but I have the word. I don't have much, but I have the word. I don't have much, but I have the Spirit. Hallelujah. Oh yeah. Sema, I am a new creation. I know it. Sema, mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Sema, mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. Anasema mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe Kipya. Amekuwa kiumbe kipya. Sema, mimi ni kiumbe kipya. Mimi ni kiumbe kipya. I know it. And I know it. I know it. I'm a new creation. I am a new creation. Praise the Lord. So we are talking of the new creation identity. Nachojaribu kufanya mpaka sasa, najaribu kukwambia wewe sio unavyoonekana kwa namna ya mwili. Kuna kweli nyingi na zilizo bora za kuaminiwa kuliko namna unavyoonekana kwa mwili. Wewe ni namna unavyoonekana kwa roho. Let's try this. Open your Bibles. Kitabu cha Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16. Tuanze kusoma mstari wa 13. Nitaongozwa na Bwana. Ucha na mchana, Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. One more time. Nitaongozwa na Bwana usiku kucha na mchana, Yesu rafiki wa heri, ninakumbuka Kalvari. Tuanze mstari wa 13 mpaka 17. Alafu pia Yohana sura ya kwanza mstari wa 19 mpaka wa 23. Labda tuanzie Yohana sura ya kwanza mstari wa 19, alafu tutarudi hapo. Yohana 1:19 mpaka 23. Can we get there? Amen. Yohana ngapi? Yohana 1 mstari wa 19. Are you there? I want everybody to be there tunaposoma hii mistari. Yohana 1 mstari wa 19. Kama uko hapo sema amen. So tusome kwa pamoja sasa. 2, 3 twende. Na huu ndio ushuhuda wake Eli Mtanzania. Watanzania walipotuma kwake samani. Tusome tena. Na huu ndio ushuhuda wake. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Please nisaidie kumwambia rafiki, wewe u nani? It is interesting to know. Anasema na huu ndio ushuhuda Wake Yohana. ushuhuda wake Yohana. Oh, so wanamjua kwamba ni Yohana. Oh yeah. Yeah.
Okay, let me calm myself down. Let's read again home study. Mstari 19. Na huu ndio ushuhuda wake. Wanamjua Yohana, wanawajua wazazi wake. Huyu ni kijana wa Zekaria kwa mkewe nani? Elizabeth. Wanamjua. Yaani sio kwamba Yohana ametokea nchi ya mbali kwa hawamjui. Ndio maana wanauliza wewe u nani? Sikia hili swali. Hili swali la wewe u nani ni swali. Hawamuulizi kwa jinsi ya mwili kwamba unaitwa nani. Ndio maana hata yeye hakuhangaika kuwaambia anaitwa Yohana. Sio wanachouliza. Tunakufahamu wewe ni Yohana, lakini Yohana tunayemjua hakupaswa kuwa anafanya haya unayoyafanya. Kwamba unayafanya haya unayoyafanya kwa ukubwa huu ambao unaufanya, kuna kitu kuhusu wewe zaidi ya utambulisho wako wa kimwili, jina lako, wazazi wako and stuff. So tunatafuta kujua utambulisho wako zaidi ya utambulisho wa kimwili. So they asked, wewe u nani? Muulize rafiki yako, wewe u nani? Akujibu sasa. Kama amesema Sube, amekosea. Kama amesema Mariam, amekosea. Kama amesema Frank, amekosea. Kwa sababu sio tunachotaka kujua. Sasa wewe utatusaidia nini wewe hivi tukisema wewe huyo nje wewe unatusaidia nini wewe? Au sisi ndio tukusaidie? Your neighbor. Kwa jinsi ya mwili, we are not so much interested. Sema mimi ni nani? Hey. Sema mimi ni nani? Hivi mimi ni nani? Sema tena hivi mimi ni nani? Haujitafuti kwamba umesahau jina lako, si ndio? Uhalisia wa namna ya mwili unakumbuka una shilingi ngapi benki, unakumbuka una vitu gani, you know all that. See, this question is very important. Okay, let's press on. Mstari ngapi sasa? Wa 20. Anasema naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Hawakumuuliza wewe ndo Kristo, walimuuliza tu wewe ni nani. So alielewa wanachotafuta hawa ni zaidi ya utambulisho wa kimwili. Are you seeing? I want you to see this. It's very important. Hallelujah. Akawaambia mimi siye Kristo. Ni vizuri ujue wewe sio nani. Usipojua wewe sio nani, hauwezi kuembrace ukweli wa wewe ni nani. Ladies and gentlemen, okay. Ngoja tumalize alafu nikuoneshe, nikutafakarishe kitu fulani hapo. Tuendelee. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Eti wewe unasemaje juu ya nafsi yako? Wewe ni nani? Unaona hili swali wanaoulizaga kwenye interview, tell us about yourself. Ili hapa wasema wanenaje juu ya nafsi yako? Maana yake tell us about yourself. Wewe ukiuliza hivyo unaanza me the primary school, they went, they go. Hallelujah. Let's finish. Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani. You have to say this one. Naomba turudie mstari. I'm not wasting your time, believe me. Tunaanza mstari wa 19. Na wasikiliza kwa nguvu 2 3. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana. Wayahudi walipotuma kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Elia wewe? Akasema, mimi siye.
wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Naomba turudie tena kuanzia mstari wa 19. Na huu ndio ushuhuda wake Yohana, Wayahudi walipotumwa kwake makuhani na Walawi kutoka Yerusalemu ili wamuulize, wewe u nani? Naye alikiri, wala hakukana. Alikiri kwamba mimi siye Kristo. Wakamuuliza, ni nini basi? U Eliya wewe? Akasema, mimi siye. Wewe u nabii yule? Akajibu, la. Basi wakamwambia, u nani? Tuwape majibu wale waliotupeleka. Wanenaje juu ya nafsi yako? Akasema, mimi ni sauti ya mtu aliaye nyikani, inyosheni njia ya Bwana, kama vile alivyonena nabii Isaya. Mathayo sura ya 13. You're gonna like this one. Mathayo sura ya 13 kuanzia mstari wa ngapi? 16 mpaka ngapi? 16 kuanzia mstari wa 13 mpaka wa 17. Nifuate vizuri, utaona kitu interesting ambacho nataka nikuonesha hapo. Anasemaje? Basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi. Akawauliza wanafunzi wake akasema, watu hunena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine hunena u Yohana Mbatizaji, wengine Eliya, wengine Yeremia au mojawapo wa manabii. Akawaambia, nanyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu, sikiza hayo maneno, akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Heri wewe Simoni. Heri kwa sababu umeujua ukweli wa mimi ni nani. Na I know usingeweza kujua isipokuwa kwa ufunuo. Anasema Baba amekufunulia. Now, get what I'm showing you. Number 1, hauwezi kujijua kwa kuwasikiliza watu. Hawawezi kukwambia wewe ni nani. They can't. The reason is hawakujui wewe ni nani. Unless wamefunuliwa na Mungu. Hakuna mtu anaweza kukueleza wewe kwa kina wewe ni nani na akawa accurate kwa kutumia akili ya kawaida unless amepewa ufunuo na Roho wa Mungu, kwa sababu wewe ni fumbo. You are a mystery. Wewe ni fumbo. Mtu akikuangalia hivi ataishia tu kujua vinavyoonekana kwa namna ya mwili, lakini ule utambulisho wako hasa wa wewe ni nani, umekusudiwa kufanya nini katika uso wa nchi, utakuwa na nguvu kiasi gani na vitu kama hivyo, hamna mtu anaweza kutoa hayo majibu isipokuwa amepewa ufunuo. Mifano hii tuliyoisoma ni classic examples. Kwanza kwa Yohana Mbatizaji, wanapoenda kumuuliza wewe ni nani, walitanguliza kwanza kumpa suggestions. Aliwajibu akawaambia mimi siye Kristo, kwa sababu walikuwa wana project hiyo idea kwamba wewe ni Kristo. Akamwambia mimi sio Kristo. Wakamuuliza wewe ni Eliya? Mimi sio Eliya. Wewe ni nabii yule ajaye?
mimi sio nabii yule ajaye. Unaona, wamempa suggestion zote tatu ambazo yeye sio. You're not getting what I'm showing you. It's very important. So hawa jamaa walikuwa wakimwangalia Yohana, kwenye akili zao wanaanza kusema, au ndio Mesia huyu? Au ni Elia huyu jamaa? Au ndio yule nabii ambaye maandiko yalisema kwamba atakuja? Angalia suggestion zote tatu walizompa za wanachofikiri kwamba yeye ni, zilikuwa ziko off. Tuache hiyo. Njoo kwa Bwana Yesu. Alipouliza watu wanasema mimi ni nani? Again, majibu yaliyotolewa juu ya utambulisho wa Yesu yote yalikuwa ni not accurate. You see that? Yes. Wakamwambia, kuna watu wanasema wewe ni Yeremia. Kuna watu wanasema wewe ni nani? Yohana. Imagine watu ambao vichwa vyao viko vizito. Yesu na Yohana wameishi wakati mmoja. Saa hii Yesu anahubiri, Yohana yuko gerezani. Ila kuna watu ambao wakimwangalia Yesu wanasema Yesu ni nani? Ni Yohana. Listen, people don't know you. Are you sure you're getting what I'm showing you? Fikiria hizi suggestions zote ambazo walimpa Bwana Yesu, wakampa Yohana, zote zilikuwa sio accurate. People, dunia itakusuggestia wewe ni nani. Itajitahidi sana kukuambia wewe ni hivi, kukuambia hauwezi kuvuka hapa, kukuambia mipaka yako ni hii. Dunia itajitahidi sana ikupe utambulisho wa wewe ni nani. Itajitahidi sana. Wengi wamezuiliwa kuwa ambavyo walikusudiwa kuwa na Mungu kwa sababu ya suggestions ambazo mazingira yalitoa, watu wanaowazunguka walitoa. Hizo suggestions wanazotoa kuhusu wewe, isipokuwa wamefunuliwa na Mungu, haziwezi kuwa accurate kuhusu wewe. Mtu aliyepatia jibu la Bwana Yesu ni nani? Ni Petro. Na Yesu anasema umeweza kujua kwa sababu tu Baba wa mbinguni amekufunulia. It means people will be wrong about you unless they have the revelation of you from the Spirit of God. Whatever they say about you, chochote wanachosema watu kuhusu wewe, hakiko accurate kama hawakisemi kwa ufunuo. Wakikwambia hauwezi kuvuka hapa, hao ni watu, sio Mungu. Wakikwambia hauwezi kufanya haya, hao ni watu, sio Mungu. Wakikwambia hauwezi kuwa vile, hao ni watu, sio Mungu. Wanasema kwa sababu wanakuangalia kwa jinsi ya mwili, lakini kuna kweli nyingi kuhusu wewe zaidi ya unavyoonekana kwa jinsi ya mwili. Kuna kweli kuhusu wewe kama zilivyo katika roho. They were wrong about John the Baptist. They were wrong about Jesus. I tell you the truth, they will be wrong about you. They do not know you. No, they do not know you. Why? Wanapokuangalia wanakuangalia kwa jinsi ya mwili. Rafiki, usikubali kuwekewa mipaka na suggestions za mtu. Uko mbona umeanza kwenda mbali sana? Hayo mambo hauyawezi. Mbona unaamini vitu ambavyo vimekuzidi umri wako? Kama moyo umeweza kukibeba, usiongee habari za umri, kwa sababu mtu sio umri wake, mtu ni moyo wake, mtu ni roho. Kama roho yangu imeweza kukiona, natoshana nacho. Are you seeing what I'm showing you? They were wrong about Jesus, they were wrong about John. They will be wrong about you. And see, rafiki, watu wakianza kukupa utambulisho ambao wewe unajua sio wa kwako, usiukatae tu moyoni, ukatae kwa maneno. Ili yale maneno waliokusemesha juu ya nini unaweza nini hauwezi yasiondoke na wewe. Wajibu kwa kinywa. Yohana walipompa suggestions za wewe ni nani na nini, alikuwa anakataa. Anasema wanamuuliza wewe ni Kristo? Anasema wewe ni Mesia? Wewe ni yule nabii alitabiriwa kwamba atakuja? Hapana. If they tell you you cannot do it, tell them, watch me, I'm going to do it. Are you sure you're getting what I'm saying? Are you sure you're getting what I'm showing you? So you see, people will be wrong about you. They will be wrong about you. They will be wrong about you. Sasa nikisema watu, naongelea pia akili yako wewe.
Kwa sababu ni bora opinion za watu wa nje kuliko opinion zako mwenyewe. Kama ni wewe mwenyewe ndo haujikubali. Yaani kuna wakati hivi ukikaa hivi, labda sijui vipi, lakini kama wewe ni kama mimi, kuna wakati hivi unakaa unasema ila mimi nitafanya vitu kwa ajili ya Mungu. Nitafanya vitu kwa ajili ya watu wangu. Nitafanya vitu kwa ajili ya taifa langu. Na wa kwanza kukuonyesha kwamba wewe hauwezi kuwa hivyo unavyosema, hata sio shetani, ni akili yako kwanza. Akili yako inajaribu kukukumbusha kwamba naona umejizima data. Let me remind you. Na kufahamu kuliko mwingine yeyote. Ngoja nikukumbushe wewe ni nani, nikukumbushe unaweza kufanya nini, nikukumbushe mipaka yako, nikukumbushe kwamba wewe hauna maajabu yoyote. Hayo mambo unayofikiria, kunywa maji akili zikurudie. Tulia. Ushai kuwaza vitu alafu akili yako ikaanza kukuzomea. Sio shetani. Sio watu wa nje, akili yako yenyewe inakwambia at last tuliambiwa tumechanganyikiwa tukawa tunakataa. Unaona mambo uliyoanza kuwaza. Your mind is fighting you. That is why it is very important. Maandiko anasema geuzwa, mkifanywa upya. Anasemaje? Be transformed by the renewing of your mind. Ndio nini hiyo? Mfanywe upya kwa kugeuzwa nia zenu. Transform your mind. Kwa sababu usipobadilisha akili yako kuifundisha kuanza kukuchukulia wewe kama maandiko yanavyosema, akili yako ndio itakuwa ya kwanza kukuwekea mipaka hata kabla watu hawajakuwekea mipaka. Hata kabla shetani hajakuonesha kwamba huwezi, akili yako itakwambia hauwezi. So renew your mind. Badilisha akili yako ianze kukuona wewe, ianze kukuchukulia wewe kama maandiko yanavyokutaja. Usipambane na mashetani, usipambane na watu, usipambane na mazingira ya nje. Wakati huo wote tena akili yako mwenyewe inakuzomea na kukukandamiza. No. Akili yako inatakiwa kuwa upande wako. Iamini kwamba wewe ni zaidi ya unavyoonekana kwa namna ya mwili. Iamini kwamba unaweza kufanya mambo makubwa. Make sure your mind is for you, not against you. Are you hearing what I'm saying? That is why unakaa kwenye neno la Mungu kwa muda wa kutosha, kujiangalia kwenye kioo cha neno la Mungu, ili neno likuoneshe wewe ni nani, likuoneshe nguvu zako, likuoneshe uwezo wako, likuoneshe kuhusu biashara yako, likuoneshe kuhusu kazi yako. Why? Kwa sababu akili yako inahitaji kuwa upande wako. Akili yako haitakiwi kukugeuka. Unaanza kitu ukikutana na vikwazo kidogo tu, sio shetani, sio mizimu, sio watu. Akili yako inaanza kukwambia haya mambo ni makubwa kuliko sisi, hatutakiwa tuanze kufanya hivi vitu. Subiri mpaka uanze kuattempt mambo makubwa ndio utajua vita ya akili. Ukiwa unafanya vitu vya kawaida hivi, akili yako iko comfortable kwa sababu inapenda ubaki kawaida. Ila utakapoanza kuthubutu kuyasukuma maisha yako, kuyapeleka kwenye level zisizokuwa za kawaida, hata tu kwa kufikiri mambo makubwa, akili yako inaanza kukuzomea. Akili yako inataka ikudrag, ikubakishe mahali pamoja. Maisha yako yanachukua shape ya akili yako. Maisha yako yote yale yanachukua shape ya akili yako. Akili yako ikiwa ina mipaka kwenye namna inavyokuona wewe, maisha yako yatakuwa na hiyo mipaka. The day ukiondoa hiyo mipaka kwenye ufahamu wako, kwa kuishawishi akili yako kuona upya kuhusu wewe, kwa kutafakari neno, kwa kuionesha akili yako neno linasema nini kuhusu wewe, ile mipaka inapoanguka ya wewe ni nani na unaweza kufanya nini, inapoanguka ile mipaka kwenye akili, inaondoka kwenye maisha. Hakuna mipaka kwenye maisha ya mtu isipokuwa mipaka ambayo akili imemwekea. Hakuna mipaka kwenye maisha ya mtu isipokuwa mipaka ambayo akili ya huyo mtu imemwekea kumuonesha hauwezi kuwa hivi, hauwezi kufika pale, hauwezi kufanya hivi. Akili yako ndo inakuwekea mipaka yako. Na ukiamini hiyo mipaka ambayo akili yako inakwambia hautaenda mbele. And guess what? Wakati akili yako inapokuambia haya hautaweza, haya ni makubwa kuliko wewe, ukilazimisha kuyaanza hata kama akili yako inakwambia hautafanikiwa, hata kama huku ndani kuna kuzomea kwamba hautatoboa, ukalazimisha kuendelea, utagundua ile uliodhani kuwa ni mipaka hata sio mipaka. Unaanza kuona unaivuka mmoja baada ya mwingine. Ndio unakuja kugundua akili yangu ilikuwa inanidanganya nilipokataa kuikubalia. See what has become of me. Are you hearing what I'm saying? Don't allow your mind to limit you. Transform your mind. Transform your mind. Renew your mind by the word. Kwa sababu neno litakuonesha possibilities kuhusu wewe.
litakuonesha uwezekano kuhusu wewe, litakuonesha jinsi ambavyo you are limitless, jinsi ambavyo hauwezi kuzuiliwa kufanya unachotaka kufanya. Neno litakuonesha. Renew your mind. Hatua ya kwanza ni kuishawishi akili yako ikubaliane na wewe kwamba unastahili hayo maisha, utafika hapo, utafanya hayo. Akili yako isipokubaliana na wewe, itashindana na wewe. Na again remember, adui wa nje hana nguvu kuliko adui wa ndani. Wakikuzomea watu wa nje, mazingira yakikukataa, lakini huku ndani wewe umepatana na wewe mwenyewe. You are not divided. Kwamba roho yako inaamini afu akili yako inakataa. If you're not divided, if you're one in your inside, bila kujali pressure inayotoka nje, haitakuweza. You will stand firm na utaendelea na utafanya mambo yako. Why? The resolves in your heart are so strong. Mwambie rafiki yako, akili yako isikuzuie. Mwambie tena, akili yako isikuzuie. Mwambie tena, akili yako isikuzuie. Hakuna mipaka zaidi ya mipaka ya kwenye akili yako. Hallelujah. So whatever akili yako imekuwa inakwambia kwamba hauwezi kufanya, nimekuja kukuambia kwamba unaweza ukifanya maandalizi yanayotakiwa. Zingatia neno maandalizi. Sijasema uende bila maandalizi afu uje uniwajibishe mimi. Mchungaji ndo aliyesema naweza. Sema I can do it. Sema tena I can do it. Sema I can do it. I can do it. Hallelujah. Let your mind agree with you. Can I tell you what? Siku moja nimetoka zangu sekondari huko, si niko form ngapi? Mimi kwa mara ya kwanza kuhubiri nilihubiri niko darasa la chini la 5. Nilihubiri somo langu la kwanza nimehubiri nikiwa darasa la 5. Nilisafiri. Mjomba wangu ni pastor. Kwa nikaenda kanisani kwake nikamsikia pastor anahubiri Ufunuo Yohana 12. Joka lililofungua kinywa ili limeze yule mtoto. Mnakumbuka ile story? Nilikuwa sijawahi kusikia ile andiko. Nilivyomsikia anko anahubiri ile andiko nikasema nikachukua ile mzigo kama ulivyo. Nikarudi zangu nyumbani. Nilipopewa nafasi nilidownload ule mzigo kama ulivyo, hatua kwa hatua. It's okay kukopi masomo, it's very okay. Sasa nilideliver kwa vijana, sio kanisa zima. Sasa siku moja mzee wangu akaniambia, pastor akaniambia, time imepita hapo. Sasa hiyo ilikuwa ni shule ya msingi, si ndio? Nimeondoka, sikuhubiri tena mpaka nimeanza form 1, form 2 mwanzoni ndo nikaanza kuhubiri. Form 1 pale, form 2 nikaanza kuhubiri. So nimerudi likizo, pastor ananiambia you're going to preach today. Alivyoniambia mimi nikawa excited. So, mimi sijui napenda kuhubiri. Yaani mimi issue ya kupenda kuhubiri sio kama nimeanza sasa hivi. Tangu wakati sijui kuhubiri. Ogopa sana mtu anayependa kufanya kitu ambacho hajui. Mimi nilikuwa napenda hivi nihubiri. Yaani sijui chochote ila nikapewa nafasi, nikafurahi kinoma. Narudi nyumbani sasa niko excited. Namkuta mama pale, namwambia mama, Jumapili utaona maajabu kanisani. You will see wonders at church this Sunday. Anaambia vipi? Sema pastor amenipa nafasi ya kuhubiri. Mamangu akanitia moyo akasema, mwanangu, najua wewe hauna uoga wa kupata aibu, lakini mama yako sitaweza. Yaani wewe aibu wewe ikikupata it's okay, ila mimi sitaweza. Wewe bado ni mdogo, kwa hiyo fresh tu maisha yataendelea, lakini mimi nitaumia sana. Yale maneno yalini hunt. Uwezi kuamini, ilibidi nisafiri ghafla. Kwa sababu maneno yale mama alivyoongea hivi yakaanza, yani yalizima kila moto uliokuwa ndani yangu. Akasema, hivi kweli nilikuwa naenda kuaibika eti? Mwanzoni nilivyopewa nafasi I was excited na nilipata kabisa kitu cha kusema. Unajua wewe uelewi mahubiri. Nikasema nitapiga nta nikimaliza hivi kanisa zima lote liko juu ya viti. I traveled. Nikasafiri kwa sababu mama ameniambia kwamba I cannot preach. Angeniambia mtu wa nje labda, lakini ameniambia mamangu. Hamna anayenijua kama mamangu. At least I'm thinking so. So I left. Mama kaniwekea mpaka. Mind you, she was trying to help. Nafikiri kwamba alikuwa anajaribu kunisaidia. Kwa sababu alipimanisha ukubwa wa kanisa na akaniangalia mimi. Akaangalia tena kanisa, akaniangalia tena mimi. Naona akawa haoni kama vinakutana. But to me that was a very serious limitation. Sasa hata nilivorudi tena shule, sikuweza tena kuhubiri. Kwa sababu nikawa nayakumbuka yale maneno ya mama, yani kwamba hivi kwani mama yeye akiniangalia anaona nini?
Unaelewa? You understand, ndio? When I wanted to, nilipotaka nijiconvince tena kwamba I am a preacher, sikwenda kujiconvince kwa watu. Nilitafuta sehemu fulani hivi, wasisahau. Sehemu fulani inapita train kwenye reli. Kuna mwinuko hivi. Watu hawako pale. Ngoga naenda pale kila siku jioni. Kila nikitoka shule lazima nipitie pale. Napita pale, nasimama kwenye kile kilima. Alafu na imagine kule kote kule wamekaa watu. Kote kule wamekaa watu. Si hamna mtu. Naanza pale mwenyewe na swali zangu zile. Simazungua zile swali za zamani zile. Bonge la buti. Simama pale na biblia yangu. I start preaching. I would do that almost every day. I open, sio kuhubiri, si kujisemesha eti soma kabisa lile, soma kabisa hivi. I would preach my heart out. Nobody's watching, nobody's listening. I would preach again and again. Nikawa najihubiria. Siku nayo kuja kuhubiri ya ukweli tena mbele za watu. Haikuwa kwa kupanga, ilikuwa bahati mbaya kwa sababu mhubiri hajaja, alafu mimi ndio kiongozi wa uinjilisti. Uliyemwalika aje afundishe uinjilisti hayupo. Sasa what mama said that day kiliuingia moyo wangu. Kuna mtu anakwazika kwa sababu simalizi story. Achana na hiyo story ya zipo. Haleluya. Yale maneno ambayo mama aliniambia yalitosha kabisa kunifanya nione kwamba kumbe I'm not a preacher. And to deal with that, kuondoa hiyo hali kwenye moyo wangu, I had to do the rehearsals. Nilibidi nijihubirie. Sijui hata mara mia ngapi. I would go there every day, preach to myself, preach to people. Watu wa kiroho. After all, watu ni roho, sio miili. Preaching. Nafungua maandiko, natoka pale, tunaomba, na waombea watu wanaenda nyumbani. I came to find out, kumbe sio mimi tu ambaye nilikuwa nafanya huo mchezo. Baadaye miaka mingi nikagundua hata Askofu Moses Kulola aliwahi kufanya hiyo vitu. Mwanzoni wakati ndo anapenda kuhubiri, bado hajaanza, alikuwa hivi wakati wa kuchunga mifugo hivi, akiwa polini peke yake, anaanza kuhubiria sijui zile ng'ombe zile. Anahubiria zile ng'ombe, anahubiria miti, hallelujah. Why? What is happening kwenye hiyo process yote? You're trying to convince yourself kwamba you can do it. Kwa sababu japo watu hawapo, hamna anayeitika amen kwa mwili, hamna anayeshangilia kwa mwili, lakini ndani yako unawaona kwa sababu unaongea nao. Na kadri unavyoendelea kufanya ile process, you are convincing your mind kwamba you can do it. What are you going to do to convince your mind? Akili yako kama haijawa convinced, hauwezi kufanya vitu vikubwa. Hauwezi. Sasa kumwambia rafiki yako, ishawishi akili yako. Mwambie tena, ishawishi akili yako. Akili yako bado haiamini, haioni, ndio maana haufani mambo makubwa. Mwambie tena, ishawishi akili yako. Convince your mind. You can do big things. Mwambie, convince your mind. Let your mind travel and see things. Oh yeah. Sijui inakuaje. Hivi unajua, yani akili zetu bwana, kitu ambacho hujakiona, akili yako hata kukitamani hakitamani. Unajua wewe, kwa mfano hivi saizi tunavyoongelea idea za magari. Unavyoanza nitanunua gari. Unajua picha ya gari ulionayo kichwani ni gari la mwisho ulilowahi kupanda wewe. Yani gari ulilowahi kupanda zuri ndio tafsiri ya gari ulionayo wewe. Yani hivi unavyosema nitanunua gari, of course tafsiri yako ya gari, yani ukisema gari ni test ambayo umewahi kuwa nayo, yani ambayo umewahi kuwa. Kuna gari ulipandaga hivi ukasema hii gari nzuri. Kile kilele cha maana ya gari kwako ndio ambacho kinakutafsiria huko magari. Siku ukija kuchukua ukaingia kwenye gari nyingine, hata kama ni kwa bahati mbaya kuchukua tu chaja ya mtu, Tambia, nimesahau chaja pale kwenye gari, naomba unichukulie. Ukaenda hivi ukaingia hivi, utaona hii ni gari. A different perspective enters you because you have felt it. Making sense? Iko hivyo kuhusu vitu vingi. So unaposemaga tajenga nyumba, furniture unazowaza wewe ni zile ambazo umewahi kuzikalia. Yani kuna test ya furniture hauijui kwa sababu hujawahi kui. So this is what I tell people, nawaambia jitahidi kadri unavyoweza kujiexpose kwenye mazingira bora kuliko mahali ulipo wewe sasa hivi. Are you hearing what I'm saying?
expose yourself, take yourself out, jipeleke sehemu ambazo ni nzuri. Nenda tu feel test ya hiyo kitu inafananaje. Naendelea kuingia kwenye hizo restaurant hizi ambazo unaingia humo ndani humo, yani umekaa hivi hata ueleweki. Unakaa kwenye restaurant, kiti cha miguu minne kina viti vitatu. Yani umekaa hivi restaurant unakula hivi, huku akili yako yote inasema ukijisahau tu umeanguka. Ndio restaurant zako wewe hizo. Sasa najua unasema hauna hela, si ndio? Unakaa hapo hivi, umekaa hivi, akili yako yote inawaza huu mguu nikijichetua tu hapa nikijisahau nimeenda chini. Ndio hizo unamchukua mtoto wa watu unampeleka huko kula, si ndio? It is okay. Hallelujah. Kuna mfano na utolea mara kwa mara kwa sababu sio mfano, ni uhalisia kabisa. Umeenda restaurant kabisa hivi, unaona kile cha chombo ulichochukulia kimetoka hapa, mtu ametoka kula, kimeenda pale hakijaoshwa mbele ya macho yako. Unaona kile chombo kimechukuliwa, kimefutwa na kitambaa. Watu wana mioyo migumu. Inafutwa ile sahani na kitambaa, kinawekwa chakula unaletewa wewe. Jesus Christ. Hizo ndo wewe, ndo sehemu zako hizo, ndo unasema unamwambia kabisa Jumanne tutoke. Una moyo mgumu wewe. Eti kwa nini unakuwa na moyo mgumu hivyo? Sasa nitakupeleka out. Restaurant hiyo unayokulaga wewe hiyo. Restaurant jikoni ya kufahamiki ni wapi? Sehemu ya chakula ni wapi? Unakaa mle, ukikaa tu nusu saa unatoka una moshi, yani moshi umekuzinga kila sehemu. Toka hivi yani unanuka moshi. Utafikiri wewe ni mpishi wa hiyo restaurant sasa. Alafu na wana mnamio miguu mnasema kuna hoteli iko sehemu nitakupeleka. Ile wa bongo bana. Sasa kuna hoteli moja iko hapo hivi. Unatoka mle una moshi everywhere. Eti wewe. Why? You see, what I'm trying to tell you is, kuna watu hawajai kutesti vitu vya quality fulani. Kwa akili zao haziwezi hata kuwa zinayatamania hayo mambo. Yaani kuna watu kitu kinachowafanya wawe na drive ndogo ya mafanikio ni kwa sababu hawajatest vitu vikubwa hata kwa mbali. You seeing what I'm showing you? Hallelujah. Yeah. Go somewhere mahali kabisa hivi ambapo hawaingiagi watu wa kawaida. Uzuri ni kwamba ukifika pale hawata kuuliza kwamba unaingia kufanya nini. Hii ni hoteli babu, na niambiaje naingia kufanya nini? Ingia kule kanunue hata maji, hayawezi kuzidi 20,000. You see, I was telling you the other day, nikasema hivi Bwana sifiwe. Hapa kuna watu hivi hamjui kukata nyama kwa uma. Na kisu. Hamjui. Alafu mnasema nahubiri mambo yasiyokuwa na maana. Yaani hivi mpaka ilivyo wewe hapo ulivyo unaponiangalia hivi. Kuna mtu hajui kukata, ukiletewa beef hapa utumie kisu na uma. Kuna mtu hapa sasa unajua kwa nini? Ninachokwambia hiki kina maana. Siku unayoenda hapo na ukaletewa hicho chakula, na ndo bahati mbaya ni siku ambayo umekaa na watu wakuu mezani. Kwa sababu wewe tunapokuambia hivi huoni kama ni vitu, kwa hutaki kujitoa, hutaki kujipeleka. Sasa imetokea siku wakuu wamekaa kwenye meza na wewe umeitwa miongoni mwao. I'll never forget the first time nimeenda kula sehemu. That day, zamani sana. Nashangaa chakula kinakuja bila maji ya kunawa. Ndio nikagundua kumbe sio kila hoteli unamwambia waiter maji yako wapi? Au anambia mbona huleti maji? Watasema maji ya kunywa. Yaani ukisema maji kwao akili yao inawaza maji ya kunywa. Wewe mwana unawaza maji ya kunawa kwa sababu wewe unaamini kwamba mtu hawezi kula bila kunawa. So akili yangu tu ikasema, hebu ngoja niangalia wenzangu wanafanyaje. Mbona hamna anayeongelea habari za niletee maji hapa miongoni mwao? Praise the Lord. Lakini kama umewahi kujitoa, the other day, the first day kabisa hivi, nakutana na habari za kula nyama ambayo natakiwa niikate kwa kisu. Mimi nyumbani kwetu na hoteli ambazo haleluya. Tunajua hoteli nyama inakuja imekatwa tu vifinyango. Hauhitaji kuhangaika. Imeletwa pale nyama hivi, imesheheni, imetanda pale. Haleluya. Hey, bro. Niko na mtu wa heshima. It's just that alikuwa ni rafiki yangu, kwa ikawa rahisi. Alivyoona na struggle pale, akaamua nisaidie. Akaamua awe mtu mwema. Akasema, "Aha, mtumishi." Ni hivi, nilipata aibu kwa mtu mmoja. But thank God hakuwa mgeni, japo alikuwa ni mtu wa heshima. Wewe siku tunakwambia hivi vitu unaona ni hivi vya kijinga hivi. Kuna siku utatia aibu wewe mbele za watu wewe. Kuna siku utatia aibu mbele za watu wewe, kuna siku utatia aibu mbele za watu. Utangangana na ile nyama mpaka uwamwagie michuzi watu kwenye mashati. Kuna mtu aliwahi kuniambia ukiwa unaenda kukutana na watu wakubwa kwenye mazungumzo serious na anahusu chakula, usiende ukiwa una njaa sana. Pitia sehemu hata uchukue vitumbua vyako 10 na maji ya kandoro. Piga ile kitu jaa ili usiende kutia aibu mezani pa wakuu. Unakuwa na wewe unakula kama wao, kama vile hauna njaa. Huko moyoni unasema,
Thank God vitumbua vimenilinda. Nenda pale una njaa, hujala, sijui umetoka, sijui ndo mfungo mwenyewe. John yuko wapi? Sijui ndo mfungo sasa mwenyewe pale, unaenda una njaa, kile chakula pale kinakuongelesha, utafikiri kinakujua kwa jina lako. Now is the day. Utafanya mambo ya aibu. Chukua rafiki yako, nendeni tu sehemu hivi, mkakae tu pale. Hata kama mtakunywa tu soda, mnaangalia pale mambo yanavyoendelea. You feel the taste of being at certain places. Praise the Lord. Hallelujah. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja siku moja, akaongea kwa utani akasema, uzuri wa kwenda sehemu nzuri, hata aina ya mashetani unayokutana nayo kule ni tofauti na mashetani unayokutana nayo. Sitaki kusema buza. Kule vichochoroni mashetani kule yanawaza kukuua tu, yani yanawaza kukunyonga. Maana unasikia pumzi zinakata, maana unasikia hizi dakika 10 ambazo nimeongea mambo yasiyokuwa na maana. Najaribu kukuambia hivi. Mwambie rafiki yako, mwambie twende bro, nisaidie rafiki yangu. Who are you? Remember, walimuuliza Yohana wakasema, nani wewe? Sema tena, mimi ni nani? Sema tena, mimi ni nani? Jiulize tena, mimi ni nani? Ninaweza kufanya nini? Nina nini? Maswali makubwa matatu ambayo lazima uyapatie majibu kiufunuo kutoka kwenye neno la Mungu. Swali la kwanza, wewe ni nani? That is a number one question you must find from the word. Lazima upate majibu ya hilo swali kutoka kwenye neno. Wewe ni nani? Aliuliza mwandishi wa Zaburi akasema, mtu ni nani hata umthamini? Who is man? Actually kwenye Zaburi anasema, what is man? You must know yourself kutoka kwenye neno la Mungu. Wewe ni nani? Wewe ni nani kuhusiana na maeneo yafuatayo matatu. Wewe ni nani kwa Mungu? Who are you to God? What is your relationship with God? Kwa sababu utambulisho wako kwenye maeneo mengine yote unaamuliwa na utambulisho wako wewe na Mungu. Who are you to God? Wewe ni nani kwa Mungu na Mungu ni nani kwako? Go find out. You see, let's say hii ni ramani ya kwenda kujitafuta. Unaposema najitafuta, usio unamaanisha natafuta hela na maisha peke yake. Jitafute pia kujiona kiufunuo. And this is the map. Hii ndo ramani ya kuifuata kama unataka kujiona na kujijua kwa namna ya ufunuo. So number 1, ujibu swali la wewe ni nani, na kipengele cha kwanza kwenye wewe ni nani. Wewe ni nani kwa Mungu na Mungu ni nani kwako. Ni ukiendelea kwenye tafakari hizi ndo utagundua kwamba si tu kwamba yeye ni Mungu, lakini ni baba yako. Kwa sababu amekuzaa mara ya pili. Unaweza kumuita baba, kitu ambacho mtu ambaye hajazaliwa mara ya pili hana uhalali wa kumuita Mungu baba. Only us who are born of him tunaweza kumuita baba. And that is special. It is something. Who are you to God? Si sawa kujali sana wewe ni nani kwa watu kuliko unavyojali wewe ni nani kwa Mungu. No. Who are you to God? B, kwenye kipengele cha kwanza, wewe ni nani kwa watu. To humanity, kwa watu, wewe ni nani? Yani inamaanisha Mungu alivyokukusudia, amekukusudia wewe uwe nani kwa watu. Ni mtu tu miongoni mwa watu wengi? You start finding out kutokea kwenye neno, unaanza kujiona kumbe Mungu amekusudia wewe uwe ni mikono yake ya kuwagusa watu wengine. Wewe uwe ni kinywa chake cha kuwaongelesha watu. Wewe uwe ni mwili wake unaombeba ili akutane na watu waliokuzunguka. Who are you to humanity? Ninakuja kwao kama nuru ya ulimwengu. Ninakuja kwao kama chumvi ya ulimwengu. Ninakuja kwao kama mbeba majibu ya kizazi changu. My relationship with others, si uhusiani na watu kama mtu anayehitaji msaada, na uhusiana na watu kama mtu aliyetumwa kuwa baraka kwenye maisha yao.
That is what I think about myself. In relation to others, who are you? Are you just a taker? Are you just a receiver? Or you are a giver? Kanisa la Bwana, hallelujah. Who are you to people? To your generation, who are you? What are you? See, wewe ni nani in relation to shetani? Wewe ni nani kwa shetani? If you find answers, ukipata majibu juu ya haya mambo, maisha yako yanaanza kuchukua sura tofauti. Wewe ni nani kwa shetani? Uhusiano wako na shetani ukoje? Si unajua tuna mahusiano na shetani? Au wewe ukisikia mahusiano unawaza nini? Kuhusu wewe na shetani vipi? In as much as ninajua habari ya vita ya kiroho kati ya muamini na ulimwengu wa giza. Kuna vita ya kiroho, lakini kuna kweli kubwa kuliko hiyo. Hiyo vita tunapoipigana sio ili kupata ushindi juu ya shetani. We don't fight for victory. We fight from victory. Kwa sababu Kristo ametufanya kuwa washindi juu ya adui hata kabla hatujaanza kupigana naye vitani. Ni lazima iwe resolved ndani ya moyo wako kwamba wewe si mshindi kwa sababu unapigana na kushinda. Unapigana na kushinda kwa sababu wewe ni mshindi. There is a difference. You get what I'm saying? Anasema we are more than conquerors. Why? We conquered before we even started fighting. Ushindi wa Yesu pale msalabani umetuweka sisi mahali pa juu ya shetani na ulimwengu wake wa giza. Hatumkabili kama watu ambao tuna nguvu sawa. Hatumkabili kama watu ambao hatumwezi, tunatafutiza ushindi juu yake. No, tunamkabili kama watu ambao tuna mamlaka juu yake ambayo tumepewa na Bwana Yesu. Akasema mamlaka yote ya duniani, mbinguni nimewapa ninyi kwa sababu Baba amenipa mimi. This will change your perspective juu ya vita ya kiroho. So remember, maeneo matatu. Eneo la kwanza ambalo nataka kulijua ni wewe ni nani. Sema tena, mimi ni nani? So you see, ukiweza kujibu haya maeneo matatu, umejibu utambulisho wa wewe ni nani. You have answered it. Kwa sababu wewe ni nani? Ni wewe ni nani kuhusiana na haya maeneo matatu tu. Kuhusu Mungu, kuhusu watu, kuhusu shetani. Everything else kinaangukia huko ndani. Swali la pili ambalo lazima ulijibu kuhusu utambulisho wako ni swali la nina nini ndani yangu. It's very important. Nina nini ndani yangu? What is it that I have? Please be reminded kwamba vitu vya kufanyia maisha ambavyo kweli ndio unavihitaji haviko nje yako. Mungu ameviweka ndani yako. We live from inside out. Mungu amedesign maisha ya kiumbe kipya yategemee vitu alivyoweka ndani yake, sio vitu vilivyo nje. Wewe kama mwana wa Mungu, namna Mungu alivyo design vitu unavyohitaji kwa ajili ya kufanyia maisha, sio vitu vilivyo nje, ni vitu vilivyo ndani yako. Tunakuwa caught up kuangalia nini hatuna kwa maana ya vitu vya nje, tunasahau nini tunacho kwa maana ya vitu vya kiroho ambavyo Mungu ameweka ndani yetu. Na hivi ndio mtaji hasa ambao ukijifunza kuutumia unaweza kupata vya nje unavyovihitaji. God has designed it in a way kwamba unatumia ulichonacho katika roho ili kupata usichonacho katika mwili. Usiwe caught up kutafuta vitu vya nje usivyokuwa navyo ukasahau nini unacho ndani yako. Use what God has put in you, his investment in your spirit. Tumia wekezo la Mungu ndani ya roho yako kupata usivyokuwa navyo kwa nje. Sema, mtaji wa maisha yangu uko ndani yangu. Kama anaamini mtaji wa maisha yangu uko ndani yangu. Maisha yangu ni kwa vitu nilivyo navyo ndani, sio vitu vya nje. Do you believe that to be true? Do you believe that to be true? There is what God has put in your spirit. Huo ni utajiri wa kweli ukijifunza kutumia hicho. I'm asking you, what is it that God has put in you? Kwa mujibu wa maandiko,
kiumbe kipya ana nini ndani yake? Mtu aliyezaliwa mara pili, mtu aliyeokoka ana nini ndani yake? You must never forget what you carry in your inside. Hold so dear to it. Kumbuka kushika kwa thamani. Kumbuka kushika kwa kuzingatia vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yako. Ladies and gentlemen, hamna mtu ambaye ameokoka, ambaye amezaliwa mara ya pili, ambaye Mungu hajawekeza utajiri wa vitu vya kiroho vya thamani ndani yake. Every born again Christian ana utajiri ndani yake. Sema nimejaa ndani yangu. Can we take time to explain what is in you? Anybody randomly. Ni nini ambacho kama kiumbe kipya unacho ndani yako? Come on church. Kama kiumbe kipya una nini ndani yako? Kwa sababu anasema hapa lazima tutambue kila kitu chema kilicho ndani yetu. So ni nini ambacho kiko ndani yetu kwa ujumla wetu kama Wakristo? Thank you. Karibu. Amen. Neno linatuambia huu ndio ujasiri tulionao kwake. Kwa hiyo cha kwanza tuna ujasiri, lakini pia tuna imani na tuna neno. Tuna ujasiri, tuna imani, tuna neno. Hallelujah. Did you know hamna Mkristo ambaye hana imani? Kwa sababu kama usingekuwa na imani usingezaliwa mara ya pili. Inachukua imani kuweza kuzaliwa mara ya pili. Every Christian has faith in them. Mtume anasema, nafikiri ni Petro, anasema to every one of us is given the measure of faith. Kila mtu amepewa kipimo cha imani. Kila mtu, sema kila mtu. Ninayo imani ndani yangu. So kinachohitajika ni kufanya nini? Ni kudevelop hiyo imani. Na kwa mujibu wa maandiko, imani ndogo kama punje ya haradali inatosha kuhamisha mlima. So imagine mtaji ulionao ndani yako. Mtaji wa imani unatosha kufanya nini? Kama imani ndogo kama punje ya haradali inaweza kuhamisha mlima, imani ulionayo inaweza kufanya nini kwenye maisha yako ukijifunza namna ya kuitumia? To my opinion, kwa ushauri wangu mimi, mtu baada ya kuzaliwa mara ya pili, moja ya somo muhimu sana ni somo la imani, kwa sababu mambo mengine yote yatategemea nguzo ya imani. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Maisha ya mwenye haki wa Mungu ni maisha ya imani. You must have foundations kwenye somo la nini? Tuna nini kingine ndani yetu? Mwanangu Celestino, Mungu ameweka roho wake ndani yetu. Dashele anasema moja ya vitu tulivyo navyo, Mungu ameweka roho wake ndani yetu. Isn't that something? Think about it. Anasema tunayo hazina hii katika vyombo vya udongo. Hazina ni Roho Mtakatifu. Vyombo vya udongo ni miili yetu. Ndani huku kwenye roho zetu, Roho wa Mungu amekuja amefanya maskani. Imagine, Roho wa Mungu sio junior kwa Mungu Baba, kwa Mungu Mwana na Mungu Roho. Yaani sio kwamba ndo junior ndo anayefuatia mwishoni. I don't have time for that. Imagine God lives in you by his spirit. Anasema Mungu anakaa ndani yetu kwa kupitia Roho wake Mtakatifu. Una Roho Mtakatifu ndani yako. But see, the reason why hauna matokeo ya hivi vitu ni kwa sababu unaishi kana kwamba haujajifunza kuvitumia. Ndio sababu nimeanza kukufundisha hili somo, kwa sababu I want to take my time uko mbele tunavyoendelea. Nianze kukuonyesha namna ambavyo unaweza ukaanza kutumia utajiri ambao Mungu ameweka ndani yako. So next time tunapokutana kwa ajili ya kuangalia neno la Mungu, tutakuwa tukiangalia hivyo vitu. So tumejibu swali la tuna nini ndani yetu, si ndio? Swali la mwisho, ninaweza kufanya nini? What can I do? Hallelujah. What can I do? Unaweza kufanya nini? Nini hauwezi kufanya? Lazima upate majibu ya hilo swali. So go study. Nenda usome ujue ni nini unaweza kufanya. Sasa kuna watu hivi ninavyoagiza hawatasoma kwa sababu nawajua ni wavivu. Ila just in case nina wanafunzi humu 2 3 ambao wamekuja kutafuta kitu cha kuwasaidia, basi chukua huu mwongozo kama kitu cha kukusaidia kwenda kutafuta zaidi. Haya maswali yote ambayo nimekuuliza hapa, ukienda kugoogle kwenye internet itakujibu kiasi fulani cha majibu. Nenda katafuta mistari yote inayoelezea identity yako ndani ya Kristo. Na leo kwenye group la kanisa nitawatumia document fulani hivi, kama sio leo basi kesho. Nitawatumia document fulani hivi, aliandika nafikiri ni John Austin also. Ile anasema in Christ. In Christ ni John Austin. Kenneth. So ya Kenneth. Ni ya John ile nafikiri. Kenneth anayo pia. Pasadana anatuambia kuna Kenneth Hagin pia anayo hiyo. I have that document. I will send you. Ile document imeweka maandiko yote yanayoeleza wewe ndani ya Kristo ni nani, una nini, unaweza kufanya. I think that kuna kipindi niliwahi kuwatumia, si ndio? Tena soma mara moja, mara kadhaa. I need to do that again. You need to
stay there. Kaa kwenye hiyo document again and again. Yale yawe ndo maandiko yako kwa hii miezi michache inayofuata. Achana na mambo ya mizimu na mashetani, sawa? Huna mashetani wewe. Na hata kama yangekuweko, hivi ndo namna ya kuyaweza yasiweko. Kwa nuru ya utambulisho wako. Hakuna shetani linaweza likafanikiwa kumshikilia mtu ambaye amejidiscover kwa ufunuo. Haiwezekani. Shetani anaweza kuonea tu watu ambao hawatembei kwenye identity yao kama wana wa Mungu. Pastor, making sense? Praise the Lord. Kanisa la Bwana, hallelujah. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 13, kiri pamoja na mimi kwamba ninayaweza mambo yote. Wafilipi 4 ngapi? 13. Sema ninayaweza mambo yote. Katika yeye anitiaye nguvu. So tunapojibu swali la unaweza ukafanya nini? Swala jibu lake ni nini? Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. The question again is how? Unawezaje kuyaweza mambo yote? That is why tumeanza haya mafundisho and we will continue. We will continue. Praise the Lord. I said praise the Lord. Maswali matatu ya muhimu. Swali la kwanza tumesema ni nini? Wewe ni nani? Swali la pili, una nini ndani yako, kwa maana ya wekezo la Mungu ndani yako. Swali la tatu, ninaweza kufanya nini? It's very important. So stay there, start studying there until you have full revelation. Amen. I said amen. I said amen. I said amen. Usijitafute kwa watu, jitafute kwa neno. Usijitafute kwa watu, jitafute kwa neno. That was it for today. Thank you.